Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu aliye hai. Kwa majina ninaitwa Meshaki Mafyeko, ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Kwa siku ya leo Mungu ameniwezesha kuzungumzia habari zenye kichwa cha habari kinachosema mtu anapokufa roho yake huendelea kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Yaani mtu anapokufa katika hali ya kibinadamu, roho yake huwa inaendelea kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Na nianze tu kwa kusema ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu, akapulizia pumzi ya uhai ndani yake, mtu akawa nafsi hai. Na kuna andiko hapa nitalisoma linalodhihirisha jambo hilo, ya kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo 2:7 maneno ya Mungu yanasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo Mungu alifinyaga udongo, akafinyanga udongo, alafu akapulizia pumzi ya uhai ndani yake, ndipo mtu akawa mwenye uwezo wa kuonekana ya kwamba yuko hai. Biblia inasema hivyo. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu kuna roho ya uhai. Na maandiko yanaposema ya kwamba akawa katika hali ya nafsi yenye kufanikiwa, maana yake ni kwamba maandiko yanasema ya kwamba akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Maana yake akawa na uwezo wa kuweza kufanikiwa, akawa na uwezo wa kuweza kusitawi, akawa na uwezo wa kufanya mambo yakaonekana kwa vitendo. Na ndani ya roho ya mwanadamu pia kuna kitu kinaitwa nafsi, na nafsi kwa lugha nyingine inaitwa moyo, na kwa lugha tata inaitwa nyota. Kuna baadhi ya watu wanaitaga nyota. Nyota maana yake ni nafsi iliyoko ndani ya roho ya uhai. Lakini roho ya uhai iko ndani ya mwili wa mwanadamu. Na mtu anapokufa, kinachoondoka kwenye mwili wa kibinadamu na kuonekana umekufa ni roho ya uhai. Kwa hiyo roho ya uhai inapoondoka ndani ya mwili wa kibinadamu, ndio tunasema mtu amekufa. Kwa hiyo kifo maana yake ni kutenganisha mwili wa kibinadamu na roho. Yaani kifo, naweza nikasema kwa lugha nyingine ni kwamba ni uondokaji wa roho ndani ya mwili wa kibinadamu, ndipo tunaweza tukasema mtu amekufa. Na neno mwanadamu maana yake ni mzao wa Adamu. Neno mwanadamu maana yake ni mzao wa Adamu. Kwa hiyo unaposema wanadamu maana yake ni wazao wa Adamu. Na tunafahamu ya kwamba hapo mwanzo Biblia inasema Mungu alimuumba Adamu na Eva. Neno Adam lina maana yake, tafsiri yake ya kwanza ni udongo mwekundu. Tafsiri yake ya pili ni baba wa watu wote wenye mwili wa kibinadamu. Hiyo ndio tafsiri ya jina Adam. Na tafsiri ya Eva maana yake ni mama wa watu wote wenye mwili wa kibinadamu. Hiyo ndio tafsiri ya neno Eva, yani ni mama wa watu wote wenye mwili wa kibinadamu. Na neno mwanadamu pia lina maana pana zaidi ya hivi nilivyoelezea. Kwa mfano, neno mwanadamu lina maana ya kwamba ni kiumbe chenye daraja la hali ya juu kabisa kuliko viumbe vingine vyote vilivyoko duniani, na chenye uwezo mkubwa sana wa kufikiri na kutenda vyema katika Bwana. Hiyo ndio tafsiri ya neno mwanadamu. Lakini pia neno mwanadamu lina maana pana tena katika tafsiri yake. Tafsiri yake nyingine ni kwamba ni mtu mwenye tabia njema mbele za Mungu na mwenye uwezo wa kuishi na wenzake kwa uzuri. Hiyo ni tafsiri ya jina mwanadamu. Lakini pia na linamaanisha ya kwamba hilo jina kwamba ni mtu mwenye tabia njema na mwenye uwezo wa kuishi kwa uzuri na wenzake. Hiyo bado ni tafsiri ya neno mwanadamu. Lakini pia neno mwanadamu unaweza ukalitafasiri kama binadamu.
binadamu. Ndivyo ilivyo kwa tafasiri za habari za mwanadamu. Kwa hiyo unaposikia mtu anasema wanadamu, maana yake ni wazao wa Adamu. Tunafahamu ya kwamba Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza, alafu kupitia huyo na wanadamu wakazidi kuzaliwa, wakaongezeka mpaka hivi wa leo hata mimi niko hai naonekana na wewe, kwa sababu alikuwepo Adamu ambaye aliumbwa na Mungu akawa mbegu ya sisi kuzaliwa, mpaka sasa sisi ni moja ya familia ya Adamu. Kwa hiyo watu wote wametokana na huyo Adamu kulingana Mungu alivyopangilia kwamba kupitia Adamu Mungu atawaongeza watu wawe wengi sana, na kupitia huyo Eva pia. Kwa hiyo mambo yako hivyo, mtu wa Mungu aliye hai. Lakini hasa nachotaka kukizungumzia hapa sana ni kuhusu habari za kifo. Habari za kifo. Kifo huwaga kinawatokea wanadamu, kinawatokea wanyama, kinatokea ndege wa angani, kinatokea samaki, kinatokea hata kwa mimea ya aina mbalimbali, hata kwa wadudu pia. Lakini kama nilivyokwisha kusema mwanzoni ya kwamba kifo maana yake ni kutenganisha mwili wa kibinadamu na roho, na ni uondokaji wa roho ndani ya mwili wa kibinadamu, ndipo mtu tunapoweza kusema ya kwamba amekufa au amefariki dunia. Lakini baada ya mwili huu wa kibinadamu kufa, huaga kuna mahara roho inaenda kuishi. Yani ile roho inapokuwa imeondoka kwenye mwili wa kibinadamu, kuna mahara huaga inakwenda kuishi. Kuna mahara huwa inakwenda kuishi. Na hapa sasa inabidi nielezee kwa sehemu kuhusu habari za kiumbe ili upate kunielewa vizuri kwa sehemu. Maana sisi wanadamu ni viumbe, ni mojawapo ya viumbe ambavyo viliumbwa na Mungu. Sisi wanadamu ni mojawapo ya viumbe ambavyo viliumbwa na Mungu, kama vile Mungu alivyoumba wanyama, samaki, ndege wa angani ambao tunaweza tukawaita nyuni wa angani. Sisi nao ni mojawapo ya kama viumbe hao. Sema tu kuna namna tunatofautiana kulingana na namna zetu za maisha na namna Mungu alivyotuwekea kila mmoja kwa namna ya hadhi yake, ya daraja lake katika hali ya kuheshimika mbele za Mungu. Lakini viumbe vyote vinaheshimika mbele za Mungu na vinapendeka mbele za Mungu, na Mungu aliyetumba ni mmoja. Kwa hiyo neno kiumbe maana yake ni kilichoumbwa na kenye roho ya uhai ndani yake. Neno kiumbe maana yake ni kilichoumbwa na kenye roho ya uhai ndani yake. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu kuna roho ya uhai inayomwezesha mwanadamu kuonekana ana uwezo wa kuishi na kufanikiwa katika mambo mbalimbali, kwa sababu ndani yake kuna nafsi ambayo nafsi ile ni injini ya maendeleo iliyobeba ustawi, maongezeko, mambo ya mafanikio, matokeo mazuri, uwezo wa kusonga mbele, uwezo wa kufuzu au kuinuka katika hali ya kusogea kwenda daraja lingine la mafanikio. Maana nafsi ndiyo inayomwezesha mtu kufanikiwa katika mambo mbalimbali anayojishughulisha nayo katika hali ya maisha ya kibinadamu. Nafsi ambayo iko ndani ya roho ya mwanadamu. Iko hivi, kuna siku moja ilitokea, nilikuwa kwenye maombi ya siku kadhaa. Ikatokea siku moja Mungu akanitokea waziwazi bila mafumbo. Maana nilikuwa naomba Mungu anitokee waziwazi bila mafumbo. Aliponitokea waziwazi bila mafumbo, nilitaka nifundishe kwa habari za mwili na roho na nafsi nipate kufahamu. Ndipo aliponitokea akagawanyisha mwili wangu ukawa watu watatu. Yaani mwili huu wa kibinadamu ikaondokamo roho. Lakini hiyo roho ilipoondoka kwenye mwili wangu wa kibinadamu, ilijitenga na huu mwili wa kibinadamu, na nikapewa uwezo wa kuiona hiyo roho, nikapewa uwezo wa kuona mwili wangu wa kibinadamu. Lakini ndani ya roho yangu pia paliondoka roho nyingine ambayo ilisimama pembeni. Kwa hiyo nikaona nimegawanyika, nimekuwa watu watatu. Lakini ile roho nyingine iliondoka ndani ya roho yangu ya uhai, niliona vinafanana. Nikaambiwa ya kwamba ile ya kwanza iliondoka ndani ya mwili wangu wa kibinadamu ndio roho ya uhai iliyoko ndani ya mwili wangu wa kibinadamu inayoniwezesha kuishi. Lakini ile nyingine iliondoka ndani ya roho yangu ya uhai ndiyo nafsi. Kwa hiyo nafsi inakaaga ndani ya roho ya mwanadamu, na ile ndiyo injini yenye kumwezesha mtu kuweza kuishi vizuri katika hali ya kufanikiwa, katika hali ya kusonga mbele na kusitawi, na ndiyo iliyobeba nguvu za maendeleo ya namna mbalimbali katika vitu vya maisha ya kibinadamu ambavyo mtu anahitaji kuviishi au kuvifanya. Na mtu akishambuliwa nafsi, maana yake hawezi kufanikiwa katika mambo mbalimbali. Hata kama ni katika huduma ya kazi za Mungu, huyo mtu hawezi kufanikiwa vizuri. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Ndio nikapata kufahamu kumbe ndani ya mwili wa mwanadamu kuna roho, alafu ndani ya ile roho ya mwanadamu ndani yake kuna kitu kinaitwa nafsi. Na nafsi na roho vinafanana, lakini kila kimoja kina namna ya utendaji wake. Na hivyo vitu vyote ni umoja.
Kwa hiyo kuna namna Mungu alishaunganisha mwili wa kibinadamu na roho na nafsi, kuna namna vinashirikiana, vinafanya kazi kwa pamoja. Lakini roho ya mtu inapoondoka kwenye mwili wa kibinadamu huaga inaondoka pamoja na nafsi iliyoko ndani yake. Kwa hiyo utazama katika hali ya kiroho utaona ni roho kama roho, lakini ndani ya ile roho kuna nafsi yenye uwezo wa kuiwezesha hiyo roho kufanikiwa katika mambo mbalimbali ya maendeleo, hata ya kumtumikia Mungu vizuri kwenye ulimwengu wa roho. Kama mtu amemaliza maisha yake vizuri katika Bwana akajikuta ameenda mbinguni, yani anapokuwa mtu amekufa katika Bwana kwa hali ya kibinadamu. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo ndani ya mwanadamu. Kuna roho ya uhai inayomwezesha mtu kuishi, na inapoondoka mwili wa kibinadamu huwa unakufa. Na ndani ya wanyama pia na ndani ya ndege wa angani kuna roho ya uhai. Ndio maana nikakuelezea maana ya kiumbe, na nikasema kiumbe ina maana ya kwamba ni kilichoumbwa na Mungu na kenye roho ya uhai ndani yake. Kwa hiyo nimekwisha kukuelezea hayo upate kujua kwamba kumbe hata wanyama huaga miili yao ile inapokufa katika hali ya muonekano wa kibinadamu, basi huaga roho yao inaenda kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ni wapi? Tutaelezana zaidi. Kuna maandiko hapa nimeandaa ya ambayo yatakupa picha ya kuelewa vizuri ya kwamba kumbe mtu anapokufa huaga ni roho inaondoka, na ile roho ina uwezo wa kujitambua, inafahamu kabisa imeondoka kwenye mwili wa kibinadamu na ina maisha mengine. Na inapokuwa kwenye ulimwengu wa roho, labda hiyo roho ya mtu labda alikuwa ni Mkristo, amemaliza safari yake vizuri katika Bwana, inapokwenda mbinguni anakuwa anafahamu hata baadhi ya mambo mengine yanayofanyika huku duniani akitaka kuyafahamu. Mambo yako hivyo watu wa Mungu aliye hai. Lakini tusome maandiko yatuzirishia habari za kuhusu kifo na jinsi roho inavyoondoka kwenye mwili wa kibinadamu. Na maandiko mengine hapo ambayo nitakusomea mbeleni kwenye sehemu nyingine itakayofuata baada ya hii, utapata kufahamu jinsi roho zinavyoishi kule kwenye ulimwengu wa roho na mambo zinayohusika nayo kule. Nisome maandiko tuone yanatuambiaje. Kwenye kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 7, maneno ya Mungu yanasema hivi: nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Yani aliyeitoa, kama vile nilivyosoma ile andiko la kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 linalosema ya kwamba Mungu alipulizia pumzi ya uhai ndani ya mwili wa mwanadamu, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo hiyo roho sasa ambayo ndio pumzi ya uhai inapoondoka, ndio hapo sasa maandiko yanasema ule mwili wa kibinadamu huyarudia mavumbi, maana ulifinyangwa kwa mavumbi, alafu ndio akapuliziwa huyo mwanadamu pumzi ya uhai, akaonekana anaishi. Sasa iko hivyo ya kwamba andiko hili limethibitisha hilo ya kwamba kumbe roho huagi inatoka inamrudia muumba yule ambaye aliiweka kwenye mwili wa kibinadamu. Ndivyo mambo yalivyo. Kupitia hilo andiko tunaona ya kwamba Mungu anadhihirisha hivyo. Pia tuangalie kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 21 hadi 23. Maneno ya Mungu yanasema hivi: akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamwomba Bwana akanena, Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Elia akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Elia akanena, tazama mwanao yu hai. Hapa tunaona ya kwamba huyo mtoto alikuwa amekufa kabisa, lakini sasa alipokuwa amekufa ikabidi Elia amuombee huyo mtoto ili apate kufufuka. Lakini tunachokiona ni kwamba Elia anatamka maneno yanayosema ya kwamba Mungu, ninakuomba roho ya huyu mtoto imrudie tena. Maana yake ilikuwa imeondoka, kuna mahara ilikuwa imekwenda. Kwa hiyo haya maandiko yanazidi kutudhihirishia uhalisia huo. Sasa baadaye ikamrudia, ndio akawa hai. Lakini kama isingemrudia basi wangelimzika, na wapo wengine hata hawazikagi, wanachomaga miili yao, hasa baadhi ya Wahindi wanachoma miili ya watu waliokufa. Wanafanya hivi. Sasa kila mmoja na namna yake ya kufa, mambo kama hayo. Wengine wanakufaga
miili yao inabaki tu kuoza porini huko. Maisha yao yanakuwa yameisha hivyo, lakini roho zao zinakuwa zimeshaenda kwenye ulimwengu wa roho. Lakini hapa tunaona ya kwamba roho ya mtoto ilimrudia, huyo mtoto akaendelea kuishi maisha katika hali ya kibinadamu, akawa na uwezo wa mjongeo wa mwili wa kuweza kushughulika na majukumu ya kimungu na kadhalika hapa duniani. Tuangalie maandiko yanavyozidi kusema hapa. Maandiko yanavyozidi kusema. Tuangalie kwenye kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 49 hadi 55. Maandiko yanasema hivi: alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, anasema lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu naye ataponywa. Alipofika nyumbani hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petero na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Mstari wa 53 unasema, wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Mstari wa 54 unasema, akamshika mkono akapaza sauti akisema, kijana inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama, akamuru apewe chakula. Tunaona hili andiko pia linadhihirisha kwamba huyo alikuwa amekufa. Maana yake roho iliondoka ndani ya mwili wake wa kibinadamu, ndipo akaonekana amekufa, ndipo akaonekana kwamba sasa ni maiti kabisa, na watu wakawa wamejiridhisha. Hata tunaona namna ya sura ya maneno ya Yesu ni kwamba baada ya kumtamkia hayo maneno ya kwamba atapona na atafufuka, kwamba alikuwa amelala tu, basi inadhihirika ya wazi ya kwamba roho ya Mungu ikamrejea tena, yani roho ile ambayo ni ya uhai iliyotokana na Mungu ikamrejea tena, ndipo akawa hai tena. Maana maandiko yanasema ya kwamba roho ikamrejea ndipo akawa hai. Mstari wa 55 unasema ya kwamba roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama. Maana yake ile roho ya uhai iliyotokana na Mungu, iliyotoka ndani ya Mungu wakati mwanadamu anaumbwa, ikamrudia akawa hai tena. Na kila mmoja ana roho yake. Kila mmoja ana roho yake na nafsi yake. Na japokuwa kwenye ulimwengu wa roho, roho za watakatifu zinafanana kisura, lakini kuna namna ya aina ya jinsi walivyo hawafanani kabisa vitu walivyo navyo hata nafsini mwao. Japokuwa tabia wanafanana katika namna ya kumcha Mungu kule mbinguni, lakini kuna baadhi ya vitu hawafanani kabisa, kama ambavyo unavyoona ya kwamba alama ya dole gumba alionayo mtu mwingine haiwezi kufanana na ya kwako. Ndivyo ilivyo hata katika ulimwengu wa roho, tunatofautiana kabisa japokuwa tunafanana sura. Mambo yako namna hiyo. Kwa hiyo ikawa hivyo, huyu ni roho yake ambayo ilikuwa imeondoka ndio irudi tena akawa hai. Tuangalie maandiko mengine kwenye kitabu cha Mathayo 27 mstari ule wa 50. Maandiko yanasemaje? Mathayo 27 mstari wa 50. Maandiko yanasema hivi: naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Yani Yesu alitoa roho yake, alafu ndipo akaonekana amekufa wakati alipokuwa msalabani. Lakini hiyo roho ya Yesu sasa ilienda wapi? Kuna maandiko hapa yatatudhihirishia ya kwamba baada ya roho ya Yesu kuonekana ya kwamba imetoka kwenye mwili wake wa kibinadamu alafu akaonekana amekufa, ilienda wapi? Tunaenda kuangalia maandiko yanayodhihirisha sasa mambo ambayo roho ya Yesu ilikuwa inahusika nayo kwenye ulimwengu wa roho. Tuangalie hapa kwenye kitabu cha Petero wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 hadi 20. Maandiko yanasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, bali roho yake ikahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri
Maandiko yanasema kwenye mstari wa 20, watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambao ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Kwa hiyo tunaona ya kwamba roho ya Yesu baada ya kuondoka pale msalabani, ukabaki mwili umekufa, ambao huo mwili baadaye ulizikwa. Japokuwa maandiko yanasema pia siku ya 3 Yesu alifufuka, ni kweli. Lakini wakati amekufa pale, roho ilipotoka kwenye mwili ule wa kibinadamu, ilishuka pande za chini za nchi kule kuzimu. Hiyo roho ya Yesu ilienda kule. Maandiko haya yamesema ya kwamba aliwahubiri Injili. Maana yake roho yake ilikuwa na uwezo wa kupambanua na kuelewa hai. Na kwa sasa nikutajie namba zangu za simu, ili kama utakuwa na swali la kuniuliza basi waweza kuniuliza. Namba zangu za simu ni 0747 77 60. Mungu akubariki. Jenga Makanisa na Promova. Ndiyo, Jenga Makanisa na Promova, baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania. Na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga Makanisa na Promova. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Promova TV, a home of testimonies.